Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Naam, karibu sana katika uwanja wa Sefe Stadium ni huku zoni ya 14 kuja kushuhudia mbungi ile wekundu wa Msimbazi kutoka zoni ya 4 pale esi ya pili wakishuana moja kwa moja na Maguri Faza kutoka Bujumbura. Ni mchezo ambao unachukua maamuzi ya kundi hili, mchezo ambao mmoja tu akiweza kunufaika basi itakuwa safari yake imekuwa ni tamu kabisa. Matokeo katika 90 za mangamizi huenda zikaamua nani kuibuka katika nafasi ya kufuzu kwenye hili kundi. Ni esi ya pili wekundu wa Msimbazi kutoka zoni ya 4 moja kwa moja katika vita pamoja na Maguri Faza kutoka Bujumbura. Wanaitwa watoto wa Burundi hawa, walamiwa Sun City. Mchezo wa kwanza kabisa katika ligi hii kukutana na esi ya pili, lakini pia mchezo wa mwisho wao kukutana kabla ya Sun City kupotea katika ulimwengu wa soka hapa kambini. Sun City alipoteza kwa bao moja. Kwa hivyo bado kuna kisasi cha kulipa hapa kwa Sun City, ikiwa ni nafasi yao nzuri na 90 za mangamizi ambazo zitakwenda kujibu ni nani kuibuka na pointi 3 katika mchezo huu hapa katika uwanja wa Sefe Stadium. Naitwa Ishara Update, niko na Omekana Kikofia kukuletea matangazo ya moja kwa moja kupitia line zetu zote za YouTube na mitandao yote ya kijamii. Tunapatikana kwa Kasako Media, tutafute mitandao yote unatupata. Na hawa hapa kama unavyoona washua wa blue ni Maguri Faza kutoka Bujumbura. Sun City katika maelekezo kutoka nje mwa uwanja, na hisi anachukua hamasa ya mara ya mwisho kuzikabili dakika 90 za maangamizi. Lakini pia upande mwingine washua wekundu wa Msimbazi kule kutoka zoni ya 4 ni esi ya pili ambao wanashikilia rekodi kwa kuibonda Sun City mchezo wao wa mwisho kabla ya Sun City kupotea katika ulimwengu wa soka hapa kambini. Sun City tumemkosa zaidi ya miaka 5 akiwa hashiriki ligi, na sasa tumemshuhudia akirudi, lakini amerudi kwa safari ambayo si nzuri. Mchezo wa kwanza dhidi ya Muungano 7 Sun City alipoteza, na huu ni mchezo wa pili tokea kurudi tena katika ulimwengu wa soka akichuana na Maguri Faza kutoka zoni ya 4 esi ya pili wekundu wa Msimbazi. Ni nafasi ya kusogezea lineup ya timu ya Sun City katika uwanja huu wa Sefe Stadium wakiongozwa na mlinzi wa nyavu Kiza akiwa na uzi 16 mgongoni. Nafasi ya pili anaichukua Filipo Thela sini mgongoni. Yuko katika nafasi ya 3 ni Oscar akiwa na uzi 14 mgongoni. Nafasi ya 4 anaichukua Eric akiwa na uzi namba 2 mgongoni. Beni akiwa kama namba 5 pale na uzi namba 7 mgongoni. Bukuru akiwa na uzi namba 10 akichukua nafasi ya namba 6 pale katika uwanja. Lakini pia namba 7 tunamshuhudia ni Viane pembezoni mwa uwanja anatembea na chaki kule akiwa na uzi namba 9 mgongoni. Yuko Levis Mahesiro amechukua nafasi ya namba 8 katika uwanja akiwa na uzi 18 mgongoni. Yuko Huri akiwa na uzi namba 5 akichukua nafasi katika nafasi nzuri ni, lakini pia Samson mwenye uzi 17 mgongoni anachukua nafasi ya 10. Claude akiwa na uzi namba 8 anachukua nafasi ya 11, na hao ndio wachezaji ambao wamejaa kwenye lineup ya Sun City, wachezaji 11 huku sababu yao ikikaliwa na baadhi ya wachezaji watano ambao sijabahatika kupata wala majina yao kulingana na vile walivyofika nyuma, hivyo tukuweza kuchukua kikosi chote cha timu. Lakini pia upande mwingine ni lineup ya esi ya pili, nyavuni akisimama Martin, lakini pia nafasi nyingine yupo Suleiman, lakini pia yuko Kipara wana katikati pale akiwa Bombwe, nafasi nyingine akisimama Malipo Musantu D7 katika nafasi, lakini pia tunamshuhudia Zulu Daudi akiwepo pale. Mchezo wa kwanza kabisa kwa Antos the OG kufungua 90 za mangamizi pia tunamshuhudia, lakini pia nafasi nyingine yuko Amuri na Doto Asokolo. Hao ndio wachezaji 11 wa esi ya pili ambao wako tayari kuhesabu dakika 90 za mangamizi katika mchezo huu hapa. Kama nilivyokwisha kukuambia awali, kabla ya Sun City kupotea katika ulimwengu wa soka hapa kambini, walienda napoteza mechi dhidi ya esi ya pili. Nadhani sasa si mchezo tu wa kutafuta pointi 3, badala yake bado ni mchezo wa kulipa kisasi. Esi ya pili ndio timu ambayo ilivuta Sun City katika ulimwengu wa soka. Naam, karibu sana katika uwanja wa Sefe Stadium. Tumeanza kuhesabu dakika 90 za mangamizi na umiliki wakiwa nao Sun City, lakini tayari esi ya pili wamefanya lio kwao. Inatafutwa njia za kupita. Wanakaa vizuri esi ya pili, ni Malipo anawekwa chini, mwamuzi anifunika anasema ni foul. Mwamuzi anamtafsiri kwamba Malipo amecheza ndivyo sivyo. Katika nafasi anasimama Sun City, Maguri Faza kutoka Bujumbura wakiwa na uzi wa blue na doti nyeupe.
Mpira unawekwa juu tena, anakataa vizuri Suleiman. Mali iko eneo nzuri, Eric mkono wa kwanza kucheza. Eric anapoteza mali, D7 anauacha kwake Antos the Audio, anauminya lakini anakanyaga mali. Bado wako vizuri sana S ya pili, cheza back pass, Malipo jaribu kutafuta njia, anapoteza mali. Anakaa vizuri tena Sun City, Doto Asokolo katika uwanja, katika njia za kupita Sun City anakaa vizuri, anazunguka tu, anaitema mali. Filipo katika nafasi nzuri, anaonekana ni Bukuru nahodha, lakini anakataa vizuri. Charles Kalipa, Zulu Daudi Kibogogo akisubiri kipenga cha mwamuzi. Zulu Daudi anaiacha katika njia kwake Kipara Wanaman, weka V-pass na lenga lango ile, anaitema vizuri sana na kukaa vizuri Kiza, lakini bado mali inaishi Sun City tena katika nafasi. Atembea nayo mali na kuicheza parefu Beni. Kuna kusalia miguunu mwa Bombwe. Doto Asokolo cheza na Suleiman. Suleiman katika njia tena. Suleiman weka hauta pass kumtafuta D7, mawasiliano yamefika. D7 katika nafasi tena, amwaga maji marefu kumtafuta, nakataa vizuri bado. Amri anaishot, Amri ni off target, ni kutoka nje ya mita 18 huku Amri akinyosha mguu wake, lakini bado kipimo kijakaa sawa, ipita juu ya mtanda wa panya. Wanakaa vizuri tena kwa kuanza mita 6 Sun City, mpira unafunikwa pale, anaucheza Kiza, sogeza kwake Viane, anawinua Viane na kucheza nyuma ya ukuta. Charles Khalifa anaumenya vizuri, Charles cheza na Zulu Daudi, 1-2 kwake Kipara Wanaman, lakini mawasiliano hayajakaa vizuri. Wanaurusha mpira Sun City. Filipo Beni anaujaza kule ndani, Beni anakataa. Charles Khalifa wanakaa vizuri tena S ya pili, Magudi Faza kutoka zone ya 4, wekundu wa Msimbazi. Asokolo Doto tena anaomba njia, cheza na Kipara Wanaman. Zulu Daudi tena katika uwanja, back pass kwake Doto, na uchezo na bahatiza mali nakwenda nje, kabumbu ya kurusha kwa faida S ya pili. Ni Asokolo Doto anautema katika njia kumtafuta Zulu Daudi, anakwenda kuijaza kule. Zulu Daudi cheza na mguu wa kushoto kutafuta lango, nafasi nzuri. Daudi cheza cross ile imekwenda nje katika kampeni ya kutafuta njia, lakini anakataliwa katika uwanja. Charles Khalifa cheza na D7, anamwacha mtu vizuri. Amri katika uwanja, jaribu kutuliza mpira, ameupoteza, lakini bado kuna nafasi. Ni Amri tena, Amri weka hauta pass kumtafuta Kipara, mawasiliano yamefika. Pasi ya dhahabu yenye kuona hapa, ni Kipara tena anaijaza katika uwanja, poteza mali. Kaa vizuri na babatiza, wanatembea katika njia. Ni Zulu Daudi 18 mgongoni, anaujaza katika nafasi nzuri, gonga heda ile haijakaa vizuri. Anto the LG Bukuru, back pass kwa Beni, ni Beni tena anaitafuna vizuri katika uwanja, anakataliwa. Ni Amri anaitenga katika njia, ni Anto the LG, no offside, anakosa ule, umejaa kwenye mikono ya Kiza. Nafasi nzuri akiwa kwenye position nzuri zaidi, ilikuwa ni nafasi ya dhahabu, pasi yenye kuona, golden pass, ameikosa Anto. Ilikuwa ni nafasi ya kufungua kabati la mabao, weka mpira mrefu kumtafuta Kipara, lakini mawasiliano yamepitiliza. Unamtafuta mtu wa Tigo, anapatikana mtu wa Vodacom. Mpira na kutupa huu kwa faida ya Sun City, anakwenda kuutema Filipo. Beni back pass, Filipo anaujaza juu, control. Sun City wanatafuta kampeni ya kuvuka. Bukuru anakataliwa, offside. Anaicheza Bombwe, anaijaza nyuma ya ukuta. Bombwe, nafasi nzuri kwa Zulu Daudi, anaiminya vizuri tena katika nafasi, anakataa vizuri na kuondosha. Wanakaa vizuri walinzi wa Sun City. Asokolo Doto, Kipara Wanaman anaucheza, anaipata kama dhahabu. S ya pili, Suleiman Mwamba inawekwa juu tena, ni Anto the LG katika dima ukuta, anakaa vizuri Kiza, mlinzi wa wavu
wa Sun City. Unawekwa juu tena, Bombwe control, Filippo anawinua juu tena kumtafuta Bukuru, lakini anakataa kwa free header ile. Bombwe madeni ya kutema anayo Beni, anakwenda kumwachia Filippo majukumu yake haya. Bukuru kwenye njia, unatema tena katika nafasi, ni Bukuru katika nafasi, naoza Bukuru, safari yake haijakuwa na malipo yenye faida, badala yake ni hasara. Mpira utarudi mita 6, anakwenda kucheza Martin. Ameanza kwa kutafuta njia kutokea nyuma, ya pili. Bombwe anayo mali, anauinua kuweka katika nafasi, under control. Eric karere uwanja, Doto Asokolo anacheza kwake, back pass. Amri anaunua mpira mrefu kumtafuta D7, anaujaza kwenye miguu yake, ni D7 tena. D7 weka cross utamu, anakataa na babatiza, imeondoshwa ile katika njia kwa kucheza Charles Khalifa akiwa hana pressure. Cheza na Doto Asokolo, njia za kupita. D7 anakwenda nje, mali ni ya kurusha, anawekewa Doto Asokolo, anaucheza, anabatiza, bado mali iko juu. Nani wa kwanza? Suleiman Mwamba katika nafasi, anatafuta njia katika kampeni ya kutafuta njia, lakini anakataliwa katika uwanja. Charles Khalifa cheza na D7, anamwacha mtu vizuri. Amri katika uwanja, jaribu kutuliza mpira, ameupoteza, lakini bado kuna nafasi. Ni Amri tena, Amri weka hauta pass kumtafuta Kipara, mawasiliano yamefika, pasi ya dhahabu yenye kuona hapa. Ni Kipara tena, anaijaza katika uwanja, poteza mali, kaa vizuri na babatiza, wanatembea katika njia. Ni Zulu Daudi 18 mgongoni, anaujaza katika nafasi nzuri, gonga header ile haijakaa vizuri. Anto the LG, Bukuru back pass kwa Beni, ni Beni tena, anitafuna vizuri katika uwanja, anakataliwa. Ni Amri anaitenga katika njia, ni Anto the LG, no side, anakosa ule, umejaa kwenye mikono ya Kiza. Nafasi nzuri akiwa kwenye position nzuri zaidi, ilikuwa ni nafasi ya dhahabu, pasi ni kuona, golden pass ameikosa Anto. Ilikuwa ni nafasi ya kufungua kabati la mabao, weka mpira mrefu kumtafuta Kipara, lakini mawasiliano yamepitiliza. Unamtafuta mtu wa Tigo, anapatikana mtu wa Vodacom. Mpira na kutupa huu kwa faida ya Sun City, anakwenda kuutema Filippo. Beni back pass, Filippo anaujaza juu, control. Sun City wanatafuta kampeni ya kuvuka. Bukuru anakataliwa, offside. Anaicheza Bombwe, anaijaza nyuma ya ukuta. Bombwe, nafasi nzuri kwa Zulu Daudi, anaimenya vizuri tena katika nafasi, anakataa vizuri na kuondosha. Wanakaa vizuri walinzi wa Sun City. Asokolo, Doto, Kipara, Wanaman anaucheza, anaipata kama dhahabu. Ya pili, Suleiman Mwamba inawekwa juu tena, ni Anto the LG katika dima ukuta, anakaa vizuri Kiza, mlinzi wa wavu wa Sun City. Unawekwa juu tena, Bombwe control, Filippo anawinua juu tena kumtafuta Bukuru, lakini anakataa kwa free header ile. Bombwe madeni ya kutema anayo Beni, anakwenda kumwachia Filippo majukumu yake haya. Bukuru kwenye njia, unatema tena katika nafasi, ni Bukuru katika nafasi, naoza Bukuru, safari yake haijakuwa na malipo yenye faida, badala yake ni hasara. Mpira utarudi mita 6, anakwenda kucheza Martin. Ameanza kwa kutafuta njia kutokea nyuma, ya pili. Bombwe anayo mali, anauinua kuweka katika nafasi, under control. Eric karere uwanja, Doto Asokolo anacheza kwake, back pass. Amri
anaunua mpira mrefu kumtafuta D7, anaujaza kwenye miguu yake, ni D7 tena. D7 weka cross utamu, anakataa na babatiza, imeondoshwa ile katika njia kwa kucheza Charles Khalifa akiwa hana pressure. Cheza na Doto Asokolo, njia za kupita D7, anakwenda nje, mali ni ya kurusha, anawekewa Doto Asokolo, anaucheza, anabatiza, bado mali iko juu. Nani wa kwanza? Suleiman Mwamba katika nafasi, anatafuta njia, kaa vizuri Eric na kuondosha, anausogeza na kutafuta mazingira. Levis anakataliwa, lakini tayari mwamuzi ametafsiri kwamba mpira umedhama nje. Tafsiri yake ni kwamba tayari mpira ulidhama nje pande ile. Mpira sasa utarushwa kwa faida ya ya pili ambao wapo kwenye kampeni ile ile ya kuendeleza ubabe dhidi ya Sun City, lakini pia upande mwingine Sun City wakiwa kwenye kampeni ya kuachana na uteja. D7 anajaribu kuishuti katika nafasi nzuri. Zulu Daudi ni ndani ya 18, anaweka cross utama, anakwenda kuimaliza. Sele Amri anaipata njia, cheza hauta pass na Daudi. Zulu katika kampeni yake, Zulu Daudi animinya kivaskeli, lakini anakataliwa, lakini bado ana nafasi. Zulu Daudi tena cheza cross utamu kuelekea lango, ni Anto tena anaituliza, anajaribu kuiminya lakini bado anaipoteza. Free header. Mwamuzi anasema kwamba tuendelee kucheza, lakini ameifunika, anasema ni foul. Wananufaika Sun City. Pero unatengwa tena kwa kucheza free kick kwa faida ya Sun City ambao wanaonekana kuelemewa na mchezo, lakini bado matokeo ni 0-0. Bombo tena anajaribu kutoa physical minyama ile, mwamuzi anaifunika, ni madhambi baada ya Bombo kuwekwa chini. Mpira mrefu tena katika njia, Antos ameutanguliza, nafasi nzuri tena, anakaa vizuri Eric na kutema nje, mali ya kurusha sasa. Antos Delgi, back pass kwa Amri, nuka pasi ya dhahabu kwake Doto Asokolo katika uwanja, nuka hauta pass imefika kwake D7, anaishuti njia za nyoka malipo, yuko na nafasi nzuri, anaiomba nafasi, inacheza na mabatizo, ni Doto Asokolo, ni yeye tena aliangamiza Sun City mara ya mwisho kukutana, ni yeye naoza katika mchezo wa leo. Doto Asokolo, el capitaine de l'équipe. Zimetosha dakika 34 kuangamiza Sun City. Doto Asokolo amerejesha furaha ambayo imekatika kwa siku nyingi kwa wekundu wa Msimbazi kutoka zoni ya 4. Doto Asokolo kwa mara ya kwanza kuvaa kitambaa cha unahoza, na sasa ametudhihirisha ni kwa nini amepewa kitambaa hicho. Dakika 34 kabisa zimetosha. Doto Asokolo, el capitaine, amekwenda kusujudu kwa kocha wake kwa kusema kwamba haujakosea kunipa kitambaa, lakini pia tunamshuhudia kibogogo Zulu Daudi akiwa amefanya kazi kubwa ya kutafuta nafasi ya kutafuta bao la kwanza, huku akitendea haki kubwa Doto Asokolo el capitaine. Dakika 34 zilitosha kabisa kuwasimamisha wekundu wa Msimbazi kutoka pale zoni ya 4 ya pili. Sasa watu walioikatia tamaa ya pili wameanza kuiona nuru, wameanza kuiona safari ya mafanikio. Mara ya mwisho kukutana Sun City dhidi ya ya pili ni Doto Asokolo aliyewaangamiza kwa bao la kichwa, lakini sasa tunamshuhudia yeye Doto akifungua kabati la mabao. Bao la thamani kweli katika kampeni ya moto, anawekewa nafasi nzuri katika uwanja. Mwamuzi anasema kwamba tuendelee kucheza, mpira unainuliwa nyuma ya ukuta, anakaa vizuri Charles Khalifa, inawekwa tena kwenye njia, lakini
Nadhani makusudi tu kuitema mpira nje ili kuja kuangalia hali ya afya ya D7. Anatafutwa D7. Anapatikana Filipo na kuweka mpira nje, bado ni ya kurusha kwa faida ya wekundu wa Msimbazi. Inatemwa kwake Charles Khalifa. Control. Maamuzi amezimaliza dakika 45 kikamilifu kabisa katika uwanja huu hapa wa Seven Stadium. Matokeo yakiwa ni moja kwa faida ya wekundu wa Msimbazi S ya pili, huku akiwa nyuma ya bao hilo ni Sun City. Tukutane ndani ya kipindi cha pili, ni muda sasa wa dakika 15 za mapumziko. Naitwa Ishara Update. Hii ni Kasaku Media. Niko na Omikan Kikofia. Kasaku Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Naam, karibu sana kumaliza kipindi cha pili, 45 zingine kukamilisha dakika 90 za maangamizi ni katika uwanja wa Seven Stadium. Mpira bado unachezwa lakini matokeo si mazuri sana kwa upande wa Sun City ambao wako nyuma kwa bao moja, huku S ya pili wakiwa mbele kifua wazi kabisa, wakipelekwa na Doto Sokolo kwa bao la dakika ya 34. Na sasa ni kampeni nyingine tena ya kipindi hichi cha pili, nafasi ya kuongeza bao kwa S ya pili au nafasi ya kusawazisha bao kwa faida ya Sun City. Mimi naitwa Ishara Update, niko na Omikana Kofia katika uwanja wa Seven Stadium, ni huku zoni ya 14, wengi wanapenda kuita Bunagana Stadium. Mali inachezwa katika umiliki wa wekundu wa Msimbazi S ya pili, ni Amuri tena, fantastic pass kwenda kwake Sokolo, inachezwa katika njia za kupita. Zakaria Libobe Kipara Wanaman, ni Kipara tena, anakata kijiji, anaishi Burundi. Kipara anacheza kwake D7, anaipenyeza katika nafasi nzuri hili, lakini mawasiliano hayajakaa vizuri. Mpira unakwenda kuanza sifuri kwake Kiza, mlinzi wa nyavu wa Sun City. Mpira unachezwa tena, na penuzwa pasi nzuri hili, lakini haina madhara, na kwenda kuanza sifuri kwake Martin, apenda kuitwa super save. Maamuzi anaosubirisha mchezo kwanza, kwenda kuongea na Charles Khalifa baada kuonekana kwamba ameshusha mlegezo sana. Mpira unachezwa fair play, anawekewa pass fupi Khalifa Charles, ni Khalifa Charles tena, D7 anaiminya vizuri, lakini imefika kwa Suleiman kwa kusuasua karere mwa uwanja. Ni Amuri tena anaitanguliza mbele kabisa kumtafuta Malipo Musantu katika nafasi, ni minya ile lakini imekataa, imebabatiza. Malipo Musantu tena anaweka tackling lakini haijamlipa, inababatiza kwake D7. Maamuzi anatafsiri kwamba mpira ufunikwe baada ya kutafsirika kwamba amecheza ndivyo sivyo. Mpira unawekwa katika nafasi, anakwenda kucheza Mali inawekwa juu katika mwa uwanja. Sun City anakaa vizuri, Beni anawekwa chini, mwamuzi anifunika, ni foul. Mpira utachezwa katika mwa uwanja kwa faida ya Sun City, washua kutoka Burundi na Bujumbura. Anailenga nyuma ya ukuta, Charles anakataa kwa free header katika mwa uwanja. Maamuzi anaomba mpira baada ya kuonekana imebabatiza kwenye mguu wake, hivyo mpira utachezwa fair play. Mpira utachezwa fair play, huku kukiwa na utata kidogo baada ya mpira kubabatiza kwenye mwili wa mwamuzi, wakati kila mchezaji anadai kwamba mpira ulikuwa ni wa kwake kwa sababu mpira ulikuwa patupu.
mwamuzi anafunika anasema ni foul. Amuri Amri amecheza ndivyo sivyo. Kadi ya njano kuonekana kwa Amuri Amri, imekuwa ni kadi ya kwanza kabisa ya mchezo. Mpira unafunikwa, ni foul baada ya Amri Muri. Mwamuzi kumtafsiri kwamba ameingiza meno ya viatu. Mpira unachezwa free kick kwa faida ya Sun City. Waingereza wanasema Sun City. Anailenga nyuma ya ukuta kutafuta nyavu, nafasi nzuri anaweka na mikono yake Martin, lakini tayari imetafsirika ni offside. Njia za kupita Zakaria Libobe. Amuri Amri. Ni Amuri Amri tena. Amuri Amri, mpira mrefu kuelekea kwake Charles Khalifa. Charles Khalifa. Khalifa anaucheza katika nafasi na katai na babatiza. D7 waka auto pass, haijafika, inapenyezwa tena kutafuta njia. Sanseto anakaa vizuri. Amri kwenda kuweka ukuta pale. Ni Amri tena. Cheza fantastic pass na babatiza, ni Amri tena. Amuri Amri anaiomba njia, nani wakuja? Anza sifuri kwake Charles Khalifa. Anainua juu kumtafuta D7. Imefika kwake D7. Anaiminya vizuri katika uwanja, ni D7 tena wa moto. Aniparadhisha katika njia. Anapatikana Zakaria Libobe kipara wa Anaman, anaicheza pia kumtafuta Antos Dauji. Wa kwanza ni Anto. Mali iko mbele, nani wa kwanza ni gonga pass kisigino ile. Nakwenda. Amza anaifunika anasema ni foul. Wanaanza kutengeneza mashambulizi Sun City. Wanawekwa juu tena Doto wa Sokolo. D7 anaipata njia. D7 anaishi katika mazingira hafifu, amekataliwa. Bukuru anajaribu kutafuta Doto wa Sokolo, anakaa vizuri, anafanya acrobatic, lakini mwamuzi anaifunika anasema ni madhambi. Ni foul. Kipenga kimesikika, weka majalo marefu katika nafasi nzuri, anakataa bombe kile kibwana. Zakaria Libobe poteza mpira katika mazingira ambayo si rafiki. Sun City wanakaa vizuri, njia zinatafutwa, ni Sun City tena. Amuri Amri anaiminya kwake D7. Ni D7 tena. Anaicheza katika uwanja Charles Khalifa. Khalifa Charles anaomba njia, anauweka, anajaribu kumtafuta D7, amekataliwa. Katika uwanja wanaminywa tena. Esi ya pili. Anakaa vizuri Sun City, mpira mrefu ule, mawasiliano yamefika, lakini kitambaa kimesikika kikilia kwa kelele kubwa sana. Mwamuzi akasema kwamba ngoja nipuliza kipenga. Kitambaa baada ya kupeperuka na kutia kelele kwamba ni offside. Anakwenda kucheza bombwe kile kibwana. Mpira mrefu nagongwa, hida inazama kwake, inawekwa juu tena. Anto kumtafuta D7, wanakaa vizuri na kuondosha. Mali iko nje, ni ya kutupwa. Merusha kumtafuta Malipo, niweka cross nzuri. Anto tena, ni Anto Delgi anaiminya kumtafuta D7. Ni D7 tena katika kampeni nzuri. Anto katika nafasi, ni Anto tena ndani ya 18. Anto tena anaacha vipas, imejaa kwenye mikono ya Kiza. Amepunguza idadi ya mabao katika huu mchezo Kiza. Mpira mrefu unapita na kufika kwao.
ni Sun City. Charles Khalifa ameblock safari ile. Anto weka mpira mrefu, anagongwa free header katika uwanja ndani wa kwanza, bali kwa patupu. Doto Asokolo kiongozi wa bao na baba mzazi wa mchezo anautanguliza kwa juu tena. Zulu Daudi ndani ya 18. Zulu Daudi ameiweka nje ile, mwamuzi anaifunika, anasema kwamba icheze goal kick. Cheza kwa mguu wa kushoto. Dakika 18 tayari zikiwa zimekatika kipindi hichi cha pili. Bado matokeo ni 1-0 wakinufaika wekundu wa Msimbazi kutoka pale zone ya 4. Wachezaji wote wawili wapo chini, ni Zulu Daudi na mchezaji wa Sun City ambaye sijabatika kumwona namba yake, lakini anaonekana ni Beni. Anaonekana kwamba afya yake si nzuri baada ya mshike ule ndani ya 18. Huenda walikutana kongoro. Nyuma ya mali amesimama D7, ameruhusiwa. Anaicheza Justin. Imegonga mtanda wa panya. What a free kick. Oh wow. Kwenda nje ile. Ni wa moto dakika zote 90 S ya pili. Kampeni bado ya kutafuta kuongeza bao inaendelea. Jeko anaiweka kwake Zakaria Libobe. Mwamuzi anakataa, anasema kwamba ni offside. Kuna kuchukua nafasi mchezaji Edward Mavambo baada ya kuonekana huenda D7 hawezi kuendelea na mchezo. Katika nafasi tena anakataa bombe kwenda nje, ile ni kona. Kona ya dakika za jioni. Ni nafasi kwa Sun City kusawazisha, inawekwa kona ndefu kuelekea lango, lakini pia imekwenda zake nje. Kabumbu inawekwa mita 6 baada ya kuonekana kwamba imechezwa kona dhaifu. Yanaparadhishwa kumtafuta Sokolo. Cheza na Seleman. Inakunjwa kwake Deko. Mizeko tena. Katika uwanja Deko anaitafuna mbingu. Inaminywa kwa Edward Mavambo, anamwekea D7 nani wa kwanza kwenda kuicheza. Pasi imekuwa ni ndefu ile. Anaicheza goalkeeper ambaye ameingia sasa baada ya goalkeeper Kiza kucheza madhambi nje ya 18 na kuadhibiwa kadi nyekundu. Edward Mavambo. Asokolo Doto. Katika nafasi njia za kupita Zakaria Libobe. Pero anachezwa ni katika hali ya mtafute. Nawekwa mwamuzi anafunika baada ya kuonekana kwamba amecheza ndivyo sivyo. Shongeza.
mpira unawekwa juu. Nyuma ya ukuta, nani kurejea haraka? Ni Bombwe, ameufagia ule. Lambert Munga Bivak anaiweka katika nafasi. Huri anapoteza mali. Patupu inawekwa pasi nzuri, imekunjika hii, imefika kwake Deko. Acha back pass, anawekewa Deko tena kwenye njia. Deko Kenya anautanguliza kwa heda. Ni Deko Kenya tena anaimenya vizuri, watu wanabaki. Kenya anaijaza katika nafasi, nani anakwenda kuimaliza ile nje ya 18, amekaa vizuri. What a pass. Mariko juu, imekataliwa. Edward Mavambo, ni Edward Mavambo anaomba njia, anaikunja vizuri. Nani wa kwanza? Mawasiliano amefika kwake D7 ndani ya 18 mle. Mabatiza ile maamuzi anasema kwamba ichezo mita 6 baada ya kuonekana kwamba haikukaa vizuri katika miguu ya D7. Under control Asokolo Doto. D7 mpira uko katika nafasi nzuri, nani anakwenda kuimaliza hii? Amekwenda kufajia vizuri. Suleiman anajaribu kuukanda. Control, njia za kupita. Suleiman Mwamba inachezwa kwake Bukuru, anaiweka Tobo Bukuru. Jitu kweli ni Bukuru tena. Bukuru anaishi katika kijiji katika uwanja, inakuwa pasi ya dhahabu katika njia za kupita. Anajaribu kuikanda, shoot na kwenda nje ile. Maamuzi anasema kwamba ni offside. Mpira unachezwa eneo ambalo maamuzi imetafsiri ni offside. Anakuwa mpira mrefu. Edward Mavambo ni kwa pasi nzuri na Justin, inafika katika mazingira ya Zakaria Libobe. Nafasi ya jioni, Zakaria Libobe tena cheza ndivyo sivyo, anawekwa juu tena, anaodhamisha nje. Lambert Munga Bivak unawekwa kwa nafasi, ni Bukuru. Bukuru katika nafasi, anaweka cross eneo zuri, lakini amejaza kwa mikono yake Martin. Kwake Justin, ni Justin tena cheza na Deko. Deko anaiminya vizuri ile wingu, ni Deko tena, safari na muziki. Deko anaishi na mali, anaisogeza kwake Zakaria Libobe. Kipara wa Anaman anaijaza ndani kule katika nafasi, nakataliwa kwa heda. Under control Justin anamwekea Suleiman, anaiminya vizuri. Sele nakataliwa ile, mwamuzi anasema ni offside. Wanaanza tena haraka pasina kupoteza muda, lakini mwamuzi anasema kwamba turudi nyuma huku. Dakika 90 zimekamilika kikamilifu, huku wakibuka na pointi 3 muhimu. S ya pili, wekundu wa Msimbazi kutoka pale zone ya 4, huku aliyewatanguliza mbele akiwa ni Asokolo Doto, nahodha wa mchezo na akiwa mmoja kati ya wachezaji katili ambaye amewahi kuangamiza sana Sun City na leo tena amewaangamiza. Mimi naitwa Ishara Update, hii ni Kasako Media. Nilikuwa na Omikari Kofia katika uwanja hapa wa zone ya 14 Survey Stadium, wanaita Bunagana. Tukutane katika michezo ijayo, lakini huenda hii ikawa sauti ya mwisho kusikika hapa Kasako Media. Tukutane baadaye sana. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.